kupeperusha bendera ya chama chetu cha Mapinduzi kwa nafasi hii ya ubunge. Ndugu zangu Wanatonge, najua Tonge ina changamoto nyingi sana kwenye sekta ya shule, kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya uvuvi, kwenye sekta ya miundombinu na kwenye sekta ya usafirishaji. Ndugu zangu, naomba niwaahidi nitashughulikia sekta moja baada ya nyingine kwa mujibu wa ilani ya chama chetu cha Mapinduzi. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia uwezeshwaji wa wasafirishaji, mamalishe, wanawake, vijana wote kwa ujumla katika kuwaongezea vipato ili mweze kuwa na uchumi. Tunajua Tungi mna changamoto kubwa sana ya kujaa kwa maji. Changamoto hii nimepita wakati nazunguka kuonana na makundi mbalimbali, nikaelezwa hii habari ya kujaa kwa maji. Lakini niwaambieni, serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imeanza kulishughulikia hili jambo kwa kutengeneza daraja kubwa. Ukitoka pale Machava kama unaenda Mji Mwema, kuna daraja kubwa pale limezuiwa, linatengenezwa ili kuona namna gani vipi tunaweza tukachukua maji yakawa na uelekeo wa baharini kule. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan wakati anafanya mkutano wake wa ufunguzi alizungumza kuhusiana na swala zima la ajira. Anasema ndani ya siku 100 atakazokuwa madarakani, wakati sisi tumefanya yetu tarehe 29, atahakikisha ajira 7,000 zinapatikana. Ni katika ngazi ya afya kwa maana madaktari, lakini pia pamoja na walimu. Tunaenda kwenye uchaguzi. Uchaguzi wetu ni tarehe ngapi? 29. Lakini mimi hapa niko na mgombea mwenzangu anaitwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Yangu mwenyekiti, hawa wananchi wa Tungi wanasema wanamuelewa sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini katika kumuelewa kwao wanasema hawana namna yoyote ile wanaweza kumpa pongezi, lakini pongezi zao zitaonekana kwenye sanduku la kupiga kura tarehe 29. Ndugu zangu, tumpe kura za kishindo mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan akawe ni rais wa kwanza kwa kupata kura nyingi wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025. Mama huyu ameonyesha uhodari mkubwa, amefanya kazi kubwa zinazoonekana. Lakini wananchi, ndugu zangu, tuhakikishe wakati wa kwenda kupiga kura unamchukua baba, mama, mtoto, mjomba, shangazi, wote. Hakikisha siku hiyo kidole maringo kimepata haki yake ya msingi. Nguvu ya mbunge bungeni ni wapiga kura wake. Wale wapiga kura ndio wanaomsaidia mbunge kuleta miradi mbalimbali katika jimbo lake. Jimbo letu la Kigamboni watu waliojiandikisha takribani 251,930. Lakini itakuwa ni swala la aibu sana kama tutapata mbunge akapata kura 50,000. Atakapokuwa anasimama atasema mimi, sio mimi, ni wale wananchi 200,000 ndio wamenituma niombe barabara. Wale wananchi 200,000 ndio wamenituma niombe hospitali. Ukifika kwenye kituo cha kupiga kura, karatasi ya mgombea wetu wa urais, yeye ni namba 1 kwenye ile karatasi. Ukifika pale kama uelewi, angalia Chama cha Mapinduzi. Kina picha mgombea mwenza, lakini kina picha rais,
pale kuna kisanduku kidogo, weka alama yako ndogo ya vema, utakuwa umempigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Itakuwa karatasi moja ya wagombea wote 17. Wewe utaangalia namba 6, ndiye mgombea wa Chama cha Mapinduzi nafasi ya ubunge. Lakini pia pamoja na hayo, naomba niwasisitize jambo moja. Kuna watu wako kwenye mitandao kuhamasisha uovu. Mimi naomba niwaambieni, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu, amesema nchi itakuwa na amani muda wote. Tunaombeni sana, msiogope wala msitishwe, amani ya Tanzania bado ipo. Pamoja na meza na viti milioni 617, na tuna shule moja ya msingi na shule moja ya sekondari. Upande wa miundombinu tumepokea jumla ya bilioni 2.7. Tumejenga barabara ya katikati inayotoka Kisota hadi Tungi Msikitini ambayo imekamilika mwaka jana mwezi wa 4. Barabara hii kusaidia barabara za Kishiwani pamoja na Magogoni. Kwa sasa watu wa Kisota mpaka Geza Ulole ndio barabara ambayo umekuja nayo ya lami, ukaiachi kiendelee inazunguka kwenda darajani. Kata hii imeundwa baada ya kugawanywa kata ya Kigamboni. Hivi sasa tuna umri wa miaka 15. Kata hii haikuwa na zahanati, kata hii haikuwa na kituo cha afya. Kuanzia mwaka jana sasa tuko kwenye ujenzi wa kituo cha afya cha ghorofa 4 cha bilioni 7. Hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi tena JKT Suma yuko Magogoni anaendelea na kazi. Tuna matatizo ya mafuriko ya maji, na juzi tulikuwa kwenye kamati, mwenyekiti, nikuhakikishie tu kuwa wataalamu wametuambia 2027 tunaenda kwa historia habari ya mifereji na maji yatafika baharini. Tunamshukuru Mungu